Haya. Sehemu ya pili inaendelea. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu anayejua Biblia Tanzania nzima. Mwalimu anayejua Biblia Tanzania nzima, hakuna mwingine. Tanzania wani, Joseph Andrea, mwalimu wa Biblia. Mwalimu wa maaskofu, wa injilisti na mashemasi. Nishawahi kutoa somo kwamba shemasi anatakiwa aweje, askofu anatakiwa aweje, shemasi anatakiwa aweje. Tukaona hakuna dini yenye sifa hiyo. Maana dini nyingi mashemasi wengi ni wa kike. Dini nyingi maaskofu wanaruhusu wa kike na wachungaji pia wanaruhusu wa kike. Biblia gani inaruhusu vitu hivyo? Ni shetani ndo anayeruhusu vitu hivyo. Biblia hairuhusu kitu kama hicho, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya kufuata kilichoandikwa kwenye Biblia, hatupo kufuata maneno ya watu. Mtu akikupangia kitu anachokiona hajawahi kuwa mshauri wa Mungu. Mtu hajawahi kuwa mshauri wa Mungu. Tuangalie hiki ninachokiongea kwamba mshauri wa Mungu maana yake ni nini. Tuangalie. Maana tunapokuwa tunasema hizi dini zimetengeneza dini zao na kuziweka duniani na kuwafundisha watu, watengeneza mapokeo yao, tukasema kwamba ni nani alishawahi kuwa mshauri wa Mungu? Alishawahi kuwa mshauri wa Mungu ni nani? Tukisoma katika hii Warumi 11:32 inasema, maana Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi, ili awarehemu wote. Jinsi ilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafukani. Njia zake hazitafukani. Maana ni nani aliyejua nia ya Bwana? Au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza naye alipo tena? Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwa viko kwa uweza wake, tena vinarejea kwake. Utukufu na yeye milele na milele. Amina. Sasa hebu tuwaulize hawa wachungaji, hawa injilisti, hawa mashemasi, wanapokuwa wanasema hiki kitu kwetu sisi kinawezekana, wanaposema kwamba hiki kitu kwetu tunaona kiko sawa, walishawahi kuwa mshauri wake? Walishawahi kusema kwamba mimi nafanya hiki utanilipa kitu fulani? Kwa hiyo tunawaweka kwenye kundi la uongo, na tunawaweka kwenye kundi la manabii wa uongo, tunawaweka kwenye kundi la wapinga Kristo, kwa sababu hajawahi kuwa mshauri wake, wala hajawahi kumwambia kwamba hiki kitu kifanyike kwa njia hii, bali sisi tunafuata yaliyoandikwa kwamba ni sahihi au si sahihi, kwa sababu tumekubali kuwa waumini wa watumwa, wafuasi wa hicho kitabu kinachoitwa Biblia. Kwa sisi tunafuata kilichoandikwa humo, sio sisi tunaandika ya kwetu tunawafundisha watu. Sijui naeleweka hapo? Hapo ndo tunapoziweka kuwa dini zetu ni za wampinga Kristo, kwa sababu haiwezekani wewe umpangie Bwana cha kufanya, kwa sababu hujawahi kuwa mshauri wake wewe. Na lazima tuziangalie, maana tulikuwa tumeshia pale kwenye Wakolosai 2:8 kwamba mapokeo ni adui wa wanadamu. Mapokeo ni kitu ambacho sio kizuri. Tuirejee tena ile Wakolosai. Tukiangalia tena Wakolosai inasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kwa hiyo hatuwezi kufundishwa maneno ya duniani wakati sisi tunatafuta maneno ya mbinguni. Tunatafuta maneno yenye uzima yatakayo tukapokuwa tumepitia tatizo au shida zozote, tuweze kupata njia ya kutokea. Sasa je, wewe mchungaji, wewe mwalimu, wewe mwinjilisti, wewe askofu, utakapotufundisha maneno yako, tutakapopitia shida, hayo maneno yako na udufundisha wewe, yatatutoa kwenye shida tunazokuwa tunazipitia? Yatatutoa kwenye ile shida ambayo tutakuwa nayo wakati ule? Jibu linakuja hakuna. Niyo mnatufanya kuwa wategemezi wenu. Na sisi tunataka tumtegemee Kristo aliye Mwokozi wa wanadamu wote waaminio jina lake. Ndio maana tunaamua kuchukua nafasi hii kusema hapana. Hizi dini tulizonazo leo haziko sawa. Haiwezekani mimi niabudu niwe muumini wa dini fulani, halafu nikubaliane na vitengo vyote, nikubaliane na masharti yote ya huyo Mungu wako, halafu mimi nibaki kuwa maskini, wewe tajiri. Kama na mimi nimekubaliana naye na nimekubaliana na wewe kufuata kile unachoniambia, kwa nini wewe tu ndio wewe tajiri, mimi niwe maskini? Na kwa nini mimi nitoe kwako tu, mimi nisiwe na sehemu yoyote ya unafuu katika maisha tunayoishi duniani? Ndio tunapokuja tunasema haiwezekani wewe Mungu wako yeye akawa anahitaji pesa tu. Hakuna Mungu duniani anayetaka pesa. Hakuna Mungu duniani unayempa wewe kitu ili yeye akupe chochote. Hakuna kitu kama hicho. Zaidi na zaidi sisi tunamshukuru Yesu Kristo kila siku tunapoamka, tunashukuru. Tunasaidia watu nao wazidi uwezo, tunasaidia watu nao ambao hata kama tuwazidi uwezo lakini wana uhitaji kwa wakati huo, tunasaidiana. Kama tunacho tunatoa. Tunapata faraja, tunasaidiana na tunazidi kunyilua kile ipapo leo.
lakini sio hao waumini. Hakuna muumini, labda waumini wakina Mamposa, labda hao waumini wakina Mamposa, wakina Jodevo, wakina Sanke, wakina Siuguye, hao labda. Lakini hawa waumini wengine hawa wanaodanganywa na wachungaji, hawa hali yao ni ngumu kweli kweli. Wale wa miujiza wale tuachane nao, wanaenda kule kwa ajili ya kupata kitu, lakini sisi hatuabudu kwa ajili ya kupata kitu. Tunaabudu kwa sababu moja tu, tupate uzima milele. Tupate uzima wa milele. Tuangalie sehemu ya tatu. Tuangalie sehemu ya tatu. Kwa nini hatuabudu mamoja? Kwa nini hatunii mamoja? Kwa nini hizi dini ni za mpinga Kristo? Ni mwalimu wetu Joseph Andrea, mwalimu wa Biblia Tanzania, mwalimu namba 1 anayejua Biblia Tanzania. Tuendelee kujifunza jamani. Tuendelee kujifunza kwa sababu tunapoenda sisi ni pabaya. Huko mbele sio kuzuri. Huko mbele sio kuzuri. Katika imani yetu tulionayo, uchafu mwingi unaendelea. Wachungaji wengi wanasupport dhambi. Wachungaji wengi wanasupport watu kutembea uchi. Wachungaji wengi wanasupport vitu vinavyotendeka ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo ni nafasi nzuri kuendelea kuchunguza imani tulizonazo katika Yesu Kristo. Tusio tunafanya kitu ambacho sio kizuri. Kwa sababu Biblia haina mwongozo. Kama ambako haijataja siku ya kuzaliwa Yesu Kristo, haijataja tarehe ya Pasaka, na vile vile Biblia haina mwongozo jinsi ya kuabudu. Haijatoa kuabudu hivi, mtafanya hivi, au mtafanyika namna hii, mtafanya hivi, mtaandaa hivi. Biblia haina mwongozo huo. Biblia imesema tu kwenye ile Mathayo 6 alivyofundisha Yesu kwamba mkitaka kusali, ingia kwenye chumba chako cha ndani, usali kwa asili. Ukitaka kufunga, ufunge kwa asili na mtu yote asijue kama umefunga. Na ukitaka kutoa sadaka, usitoe kama wafanyavyo wanafiki kwenye masinagogi yao. Yaani masinagogi, yani maana yake makanisa yao wanavyofanya. Bali wote wapo sadaka yako, hata mkono wako usijue. Unapomtaka kumsaidia mhitaji, ni muda wote tu, yani kile kitu kuja tupungu kwamba nimejisikia kumsaidia huyu mtu. Unatoa 1000, 2000, 5000, laki, milioni, unatoa unachoona na uwezo nacho. Sisi hatutoi sadaka kwa unafiki, hatufungi kwa unafiki, hatusali kwa unafiki. Yesu amekataa hivyo vitu katika Mathayo 6. Tuangalie sehemu ya 3. Tusimalize uhondo bure. Mwalimu wa Biblia Tanzania.